محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنه جل جلاله. أحب النبي وأزواجته وذريته وإني لأرجو بحب لهم من الله خير وحسن الختام يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani si mwingine bali ni mtu wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani mara nyingi tumekuwa tukisema hatukuumbwa sisi wanadamu, lengo na hikma ya kuumbwa sisi wanadamu ni kushikamana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, baada ya utangulizi huo, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anwani ya hutuba yetu ya leo itakuwa kama ifuatavyo: tuyaenzi masiku aya 10 kwa kufanya mema ili tuwe karibu na Mwenyezi Mungu na yetu yaweze kufunguka kwa kuyaenzi masiku adhimu haya 10. Ndugu zangu Waislamu, sote tunafahamu kuwa tumo ndani ya mwezi ama miezi mitakatifu, na miezi hii Mwenyezi Mungu ameielezea sana ndani ya Qur'ani yake takatifu utukufu na heshima na taadhima ya miezi hii. Haina haja ya kurefusha sana maneno, sisi twende kwenye uhalisia wa anwani yetu ya hutuba. Ndugu zangu Waislamu, tunakwenda kwenye masiku bora, masiku 10 ya mfungo 3 kama tulivyozoea, ama tunakwenda mwezi wa 12 katika mwaka wa Kiislamu ili tukautafute mwaka mwingine. Ndugu zangu Waislamu, taratibu za masiku, tuna masiku 360 na haya masiku yanabeba uhalisia wa mwaka mzima. Lakini kwenye utaratibu wa masiku haya kuna masiku yanakwenda uhalisia wake yanakwenda kutokana na jua, lakini pia kuna masiku yanakwenda kutokana na mwezi, na masiku ya mwezi yanaitwa ni masiku ya miladia, na haya masiku ya siku ya mwezi yanaitwa ni masiku ya ashamsia. Hii ndiyo kalenda ya Gregorian, lakini pia kuna kalenda ya Qamaria, tarikhul Qamaria na tarikhu ashamsia, tarehe inayokwenda kutokana na jua na tarehe zinazokwenda kutokana na mwezi. Huko sitaki nizungumze, tupoteze muda wetu huu mdogo. Ala kuli hali, katika uhalisia huu wa masiku haya kuna masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, nayo ni miongoni mwa masiku bora kwa nafasi yake, lakini pia kuna siku hizi 10 ambazo tunataka kuzungumzia, nazo ni katika siku bora. Lakini pia kuna siku ya Ijumaa pia ya leo ni miongoni mwa masiku bora. Ala kuli hali, bora. Sasa tufupize, twende kuangalia uzima na ukubwa wa siku hizi 10. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziapia hizi siku 10 ndani ya Qur'ani yake takatifu katika suratu Al-Fajr. Akasema bismillahir rahmanir rahim, wal fajri wa layalin ashri wash-shaf'i wal watri, mwisho wa kunukuu. Maana ya neno kwa neno, Mwenyezi Mungu anayapia alfajiri, kisha akayapia ya masiku 10, lakini pia akayapia shufaa kwa maana shafi'i, lakini pia akayapia witri. Mimi nitachukua kwenye aya ya pili aliposema walfajiri walayalil ashri, ndiyo hutuba yetu itakuwa hapo na itaishi hapo.
baada ya kuapia alfajiri, na haya masiku 10 ndio tutazungumzia haya, kuangalia ubora wa siku hizi na sisi tuyafanye mema ili tuendane na ubora wa siku hizi, na yeye tuyaende kwa kupitia siku hizi kwa kumwomba Mwenyezi Mungu. Nikianza na maelezo ya watafsiri, Jabir bin Abdullah alipokuwa na tafsiri kipengele hiki, aliposema Mwenyezi Mungu alfajiri, kwa nini Mwenyezi Mungu ameyapa alfajiri? Akasema alfajiri ni asubuhi, ndiyo aliyoyapia Mwenyezi Mungu. Sasa hapa nimesema sipazungumzii, pana mambo mengi sana, pasipoteze muda wetu. Akaja Mwenyezi Mungu akaapia ya masiku 10. Kwa nini Mwenyezi Mungu ameapia haya masiku 10? Haya masiku 10 Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amehimiza watu wayafunge. Pale mwezi unapoandama tufunge hizi siku 10 kwenda kuambatana mpaka siku ya Arafa. Masiku haya yanapatikana ndani ya mwezi huu wa Hija. Hija, siku ile niligusa kidogo. Hija, kuna hija ya mahala na kuna hija ya muda, ya wakati. Hija ya mahala maana yake uwezi ukaenda Rufiji ukasema unaenda hija. Uwezi ukasema unaenda Kariakoo ukasema unaenda hija. Lazima uende Maka. Hii ndio hija. Na maana yake nini? Neno lenyewe la hija maana yake ni kukusudia kilugha, kisheria ni kukusudia nyumba ya Mwenyezi Mungu takatifu iliyopo pale Maka. Hiyo ndio definition ya hija. Ndani ya hija kuna haya masiku 10 yanayopatikanika. Lakini masiku 10 haya kwa mfumo wa hija, hija nilisema imegawanyika sehemu 3. Kuna atamato, kuna qirani, lakini pia kuna al-ifrad. Kuna watu wanaokwenda hija wanakwenda kwa hija ya tamato. Ndio hija gani? Nitaeleza kidogo. Lakini wapo wanaokwenda hija wanakwenda hija kwa hija ya ifrad, nitaeleza kidogo. Na wapo wanaenda hija kwa hija ya al-qiran. Yule anayekwenda hija kwa nia ya tamattu'i, huyu maana yake ananuia umra. Ananuia umra, ndio atamattu'i. Aanzi na hija, anaanza na umra, ndio atamattu'i. Ananuia umra akianza kabisa kuvaa ihramu yake. Pale anapofika kwenye zile mawaqiti zile, ananuia labbaika al-umra. Asemi labbaika al-hajj, anasema labbaika al-umra. Akifika kule anakwenda kufanya ibada ya umra kabla ya hija. Ibada yote inayohusiana na umra anafanya, sa'i, tawafu, anafanya. Lakini Arafa aendi. Ikifika atakapomaliza kabla ya mwezi 8 anafanya tahallul. Tahallul ni kujitoa kule kwenye ibada ile ya umra, anakuwa pale yuko huru. Akiwa huru pale, maana yake kama alikwenda na mke wake wakati hajaenda katika yaumu atarwiya mwezi 8 ya kunuia kuingia kwenye hija, hapa akiwa ameenda na mkewe kipindi hiki cha tahallul, baada ya kumaliza umra, anaweza akakutana na mke wake kindoa bila mushkeli wowote. Hakuna mushkeli wowote. Anayafanya yale ya ndoa yeye na mke wake. Atakapomaliza anakwenda mwezi 8 anafanya kwa yaumu tarwiya, ananuia hija. Sasa akinuia hija anakwenda kwenye hija. Atakapomaliza hija mwishoni lazima achinje. Kwa tendo lake hili
la kustarehe na mke wake, sio dhambi kwake, kwa sababu amekuwa na ibada ya atamattu, yani hija ya tamattu. Hii ndio tamattu ilivyo, nagusa kidogo kidogo. Hija ya alqirani maana yake anaambatanisha vitu viwili kwa wakati mmoja, anafanya umra na hija. Akifika pale kwenye kunuia anasema labbaika alhajja wal umra, vyote viwili kwa pamoja, maana yake anakutanisha ibada ya hija na umra. Atakapofanya kule, mwishowe atakuja kumalizia na Arafa, na huyu atakayenuia hivi vyote haruhusiwi kukutana na mke wake pale atakapokuwa amemaliza ibada za umra, kwa sababu hija yake sio ya atamattu. Yule aliyekwenda hija ya al-ifrad, huyu anaponuia hija anaanzia pale uwanja wa ndege, anavaa ihramu yake, zile ihramu anavaa nyeupe, anavaa kuanzia pale na nia hiyo, na pale akifika ananuia katika miqati labbaika al-hajja peke yake, achanganyi asemi labbaika al-umra. Akisema labbaika al-umra maana yake anakwenda ni hija ya tamattu. Sasa huyu al-ifradi hija peke yake, maana yake pale ananuia labbaika al-hajj, basi anakwenda kule, anakaa. Ikifika yaumut tarwiya ya mwezi 8 anaanza pale ibada za hija mpaka anamaliza. Ala kuli hali, huo ndo mukhtasari. Sasa wewe na mimi ambaye hatukwenda kule tunapataje hizi fadhila na ubora? Ndio kwenye haya masiku 10. Masiku haya 10 ni masiku adhim. Muislamu atumie fursa hii kwa kufunga masiku haya. Hizi siku 10 ni siku bora mno. Kama mtu anapofikwa na jambo akaenda kwa mganga ili apate suluhu, basi atumie siku hizi kama ndio mganga wake wa kumuomba sana Mwenyezi Mungu akiwa kwenye funga ili yake yaende. Tukichukua hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma min ayami al-amali as-salihi fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami, yani ayama al-ashri. Qalu ya Rasulullah wala jihada fi sabilillah, qal wala jihada fi sabilillah. Anasema hakuna masiku ambayo ukifanya jambo jema kama vile kufunga na mambo mazuri ya kheri ndani ya masiku haya ambayo ni masiku 10, ibada utakayofanya ya kheri Mwenyezi Mungu anaipenda mno ndani ya masiku haya. Aliposema masiku haya, maswahaba akashtuka, akamuuliza ya Rasulullah wala jihada fi sabilillah, hata jambo zuri ukaenda kupigana jihadi kwa ajili ya kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu? Kila mmoja anajua jihadi ya mapambano, unapokwenda kule kuna mawili, urudi salama ama ufe. Sasa akamuuliza ya Rasulullah wala jihada fi sabilillah, hata yule atakayekwenda kupambana jihadi katika kuilingania dini ya Mwenyezi Mungu akafa kule, tendo hili sio zuri, alipendezi kuliko yule atakayefanya zuri kwenye masiku haya 10? Mtume akasema naam, pigana jihadi upiganavyo, lakini jambo zuri la kheri jema ukilifanya ndani ya siku hizi 10, thamani yake na thawabu zinazidi yule aliyekwenda kupigana jihadi. Haya masiku 10 ndio maana Mwenyezi Mungu akayapia akasema walayali na ashri. Ni masiku ambayo wengi Waislamu tumeghafilika nayo. Tunakumbuka sana kufunga mwezi wa Ramadhani peke yake. Hata mtoto mdogo alikuwa ajui hesabu, atafuatilia ili ajue ni lini tunaanza kufunga ndani ya Ramadhani. Lakini haya masiku 10 Waislamu wengi tumeghafilika nayo. Ni masiku yenye ubora mkubwa sana. Funga masiku haya, kama muombe Mwenyezi Mungu. Hakuna asiyekuwa na matatizo katika maisha yetu. Wapo wanahitaji mali, wapo wanahitaji pepo, wapo wanahitaji watoto, wapo wanahitaji waume, wapo wanahitaji wake, wao kila mmoja ya Rabbi nafsi yake. Sasa muombe Mwenyezi Mungu hayo unayohitaji ukiwa ndani ya funga ya masiku haya, ambayo jambo zuri kwenye masiku haya, kwa maneno ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema tendo hilo zuri linapendwa mno na Mwenyezi Mungu kuliko jihadi mtu atakaye kwenda kupigana.
Ndugu zangu Waislamu, Ibn Abbasi na Ikrima, tafsiri waliopita katika walayali na ashiri, wakasema hakuna masiku ni haya. Muislamu atumie fursa hiyo kwenye masiku haya kuweza kufunga ili aweze kupata mema na mazuri kwenye mambo yake. Ndugu zangu Waislamu, masiku haya yanakwenda yanadondokea na siku ya Arafa, ambayo siku ya Arafa ni siku ya mwezi 9. Ni siku ya mwezi 9 ambayo siku hiyo mahujaji wanakuwa katika viwanja vya Arafa, wamesimama pale wakimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku ya Arafa iko ndani ya mwezi 9. Nilitaka niwape siri kidogo kwa nini 9. Ukienda kwenye suratu Yasini, zile mubini ziko 7. Siku ya Ijumaa ya leo ina mambo mengi ndani yake. Katika siku ya Ijumaa kuna saa, lakini limefichwa. Hakuna anayejua saa hilo ni muda gani, ili akakaa kamwomba Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu ampe ya kwake. Ile siku ya Arafa, siku ya mwezi 9, ambayo 9 sijui kama inagawanyika 8, inagawanyika 6, 10 wawa, lakini 9 sijui kama inagawanyika. Sasa siri hii ni siri adhim, lakini yote kwa yote tukishinda kuyafunga masiku haya, basi hata siku hiyo ya Arafa tujitahidi tuifunge. Katika hadithi takatifu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amethibitisha, amesema Mwenyezi Mungu anashuka mpaka kwenye wingu wa chini kabisa. Tunajua mbingu ziko ngapi? 7. Ardhi ziko ngapi? 7. Sasa ya chini Mwenyezi Mungu anashuka, anakuja kusikiliza maombi yetu. Wale wanaokuwa pale Arafa hakuna wanachokifanya zaidi ya kukaa kumwomba Mwenyezi Mungu. Pale jua linawachoma kuanzia muda atakaofika pale mpaka jioni jua linazama, wapo pale ambapo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisimama pale, ikawa na yeye anaongoza jahazi, anaongea na masahaba wake wakimwomba Mwenyezi Mungu. Na sisi tunafanya ibada hiyo pale kwa kukaa kumwomba Mwenyezi Mungu. Wewe na mimi hatukubahatika kwenda, sasa tuidiriki siku hii kukaa tunamwomba Mwenyezi Mungu vema na vizuri. Anzia mwezi mosi katika haya masiku 10 ukifunga, kaa chini muombe Mwenyezi Mungu. Wallahi wa billahi wa tallahi, Mungu ana khiana, atakujibu. Lakini simama kidhati, mwambie Mwenyezi Mungu nikiwa kwenye funga, kama vile mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga siku ya Jumatatu, alikuwa anafunga na siku ya Alhamisi. Akaulizwa kuhusiana na siku ya Alhamisi, akasema ndiyo siku ambayo usiku wake kuamkia leo Ijumaa, matendo ya waja ya wiki nzima yanapandishwa kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kwa natamani na napenda ili matendo yangu yakipandishwa kwa Mwenyezi Mungu, yapandisho yakiwa nimefunga kwa Mwenyezi Mungu, nikiwa namuomba Mwenyezi Mungu, na amali zangu, matendo yangu yapande nikiwa kwenye funga. Alikuwa anatamani hivyo na alikuwa anayafanya hayo. Sasa wewe tumia fursa hiyo, funga ili ukimwomba Mwenyezi Mungu mpaka unafikia siku ya Alhamisi uko kwenye funga, matendo yanapandishwa mpaka siku ya Arafa, ambao Mungu sasa anashuka kabisa, anakuja kusikia ya kwetu, mnasemaje waja wangu, ili nipate kuwasaidia. Sifa ya mwanadamu ni anajeuri na kibri, ambao sifa ya kibri ni sifa ya Mwenyezi Mungu, ni vazi la Mwenyezi Mungu ambalo amejifunika nalo kuwa kibri insha Allah.
lakini sisi wanadamu ndio tumevaa joho hilo. Ukitaka kujua mwanadamu alivyokuwa jeuri, anaweza akapita hapo akamwona Muislamu mwenzake hata kumsalimia akaona tabu. Ile salamu alaikum ambayo yeye akitoa salamu ni jambo zuri kwake, akisema assalamu alaikum thawabu 10, assalamu alaikum wa rahmatullah thawabu 20, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu thawabu 30. Lakini Muislamu anaona tabu, anaweza akapita na anajua yule ni Muislamu mwenzake, anaona hapana, hata salamu kwake na gomba. Kwa jeuri hiyo ya mwanadamu, anaona kwa sababu anapumua na pumzi anayo, hajui aliyekamata pumzi ni nani, anaona ataishi mida yote, ataishi milele, atakaa sana. Mwanadamu anatembea hajui atadondokea wapi. Mwanadamu anakula hajui ni muda gani ataondoka. Mwanadamu analala hajui ni muda gani ataamka. Haya ni mazingira yetu ya kibinadamu. Haya yote yanakwenda, hakuna hata mmoja anayetoa hela anasema Mwenyezi Mungu, kesho ninataka niishi, chukua 1500 hiyo niendelee kukaa. Hakuna. Na laiti ingekuwa kuishi kila mmoja anatoa hela, basi maskini tungekufa. Lakini uzuri wa kifo, uzuri wa maisha yetu yanakatika na utamu wote na uzuri, hakuna anayejua. Tajiri hakuna anayejua, raisi hakuna anayejua, mfalme wala mtoto mdogo anayezaliwa leo hajui. Kifo kinamfika na anakufa. Kinachobaki watu wanalalama na kulia. Sasa tupende hayo yatufike tukiwa kwenye mema, hayo yatufike tukiwa kwenye mazuri, hayo yatufike tuyaenzi haya tuyafanyayo. Lakini Waislamu, hasa mwanadamu, kwa kiburi alichokuwa nacho mwanadamu, kwa sababu anapumzi anapumua, mwanadamu anaona hapana, ya kwangu yataenda. Leo mwanadamu, haya tunayokumbushana, lakini yawezekana kuna mmoja anaazimia kwenda kumaasi Mwenyezi Mungu, anakwenda kufanya zinaa. Zinaa anaifanya, anatumia nguvu, lakini anafurahia sana na kucheka, hajui ile pumzi itakata muda gani, hajui. Piga picha huko kwenye funga, umekaa unamwomba Mwenyezi Mungu. Kila mmoja ana matatizo yake, na kila mmoja ana maradhi, na kila mmoja ana shida. Hakuna asiyekuwa na shida. Hata huyo bilionea unayemuona naye ana shida na matatizo, anahitaji akae chini amuombe Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu anajiona ana hela, yeye anaona Mungu ana nafasi kwake. Inafikia mahala kusema wale wote wanaolalamika njaa hawataki kufanya kazi ni wajinga. Kwa nini mtu ukifanya kazi huwezi ukakaa na njaa? Haelewi kuwa Mungu ndio anayetoa. Pamoja na bilionea wake, Mungu akiamua kubana anabana. Sasa Mwenyezi Mungu akatangaza kwenye Bakara akasema, ud'uni astajibu lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama, niombeni nitakujibuni maombi yenu. Wale ambao hawataki kuniomba lazima nitawaingiza motoni wakiwa ni madhalili, wamedhalilika. Sifa ya kutokosa kuomba ni sifa ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hana wa kumuomba, bali yeye ndiye anayeombwa. Tumuombe Mwenyezi Mungu kwa shida zetu, tumuombe Mwenyezi Mungu kwa matatizo yetu. Tena tutumie fursa kubwa adhimu katika masiku haya ambayo Mtume amesema Mwenyezi Mungu anayapenda mno masiku haya, hata kupigana jihadi pale mja atakapofanya mema kwenye masiku haya. Hayo mema Mwenyezi Mungu anayapenda sana, ili iwe ni sababu ya kunusurika na mabalaa. Wake zetu, familia zetu, hata sisi wenyewe ndio kila siku tunaongoza kwenda kunywa maji ya upako kwa kufata maombi ambayo wewe unaweza ukakaa ukaomba. Ni wangapi Waislamu leo wanakwenda kuyafata hayo? Wanasema jirani yangu alifanikiwa, alienda kuombewa akapona. Kaa chini wewe, muombe Mwenyezi Mungu. Wewe umegombana na Mungu? Kama umegombana na Mungu, rejea kwa Mwenyezi Mungu kwa kumuomba. Kaa lia na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, mambo yangu 1 2 3, watoto wetu kadha wa kadha, mitihani haiishi. Mwenyezi Mungu, kwa mujibu wa mafundisho yetu ya dini ya Kiislamu, Mungu atakujibu. Mungu ana khiana, anampa jambazi, anampa mzinifu, anampa asiyeswali, anampa asiyekuwa Muislamu. Iweje wewe Muislamu
ambayo ndio dini Mwenyezi Mungu anaitambua, umekaa umefunga na muomba Mwenyezi Mungu asikujibu. Ndugu zangu Waislamu, muda wetu ni mdogo, saa 7 hiyo na dakika 5. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, tuyatumie vyema haya masiku 10 kwa kufunga, na tukimuomba Mwenyezi Mungu sanjari kwa kupitia masiku 10 ili yetu yaende. Mungu ndio mtoaji, Mungu ndio muweza pekee, hakuna mwanadamu mwingine yote. Udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kwa kuwa muda umekwenda, nisisitize tu kwa tuyatumie vyema haya masiku 10 kwa kufunga na kumuomba sana Mwenyezi Mungu ili yetu yapate kwenda. Mengi ya kuzungumzwa yapo, lakini tutosheke na haya kwa kuwa tumo ndani ya masiku haya. Insha Allah tutakuja kuzungumza na tutakuja kuizungumzia Arafa kwa ubora wake na nafasi yake kiupekee. Tumeingiza kwenye masiku haya kwa sababu ndio nadondokea huko. Ndugu zangu Waislamu, narudia na ninarudia tena, hija imegawanyika sehemu mbili, kwa maana kuwa kuna hija ya mahala na kuna hija ya wakati. Umra haina wakati, mwezi wowote, muda wowote umra unakwenda, lakini hija ina miezi maalum, ndio hii. Pamoja na miezi maalum, lakini ina masiku haya. Kuanzia ile mwezi 8 mpaka kuja kumaliza hija ni kama siku 3-4, hija imeisha. Basi maana yangu nini? Maana yangu ninasema hivi, ikiwa ni mahala na makani, kwenye hii funga kuna Arafa. Arafa inakwenda kutokana na nini? Na muandamo wa mwezi, na kwenda sanjari na mahujaji wakiwa katika viwanja vya Arafa. Tuliangalie hilo na tulizingatie hilo. Tuyafanye haya kwa kutafuta radhi za nani? Za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe na mimi hatujui ni lini Mwenyezi Mungu atatuita kwenda hija, lakini tumwombe Mwenyezi Mungu tusikate tamaa, ipo siku nasi tutakwenda. Tena tutumie kwenye fursa ya siku hizi za kufunga. Mungu nijalie na mimi pamoja na wewe ukiwa ndani ya funga, na mimi niende kuitekeleza ibada ya hija. Lakini Mwenyezi Mungu, ninafanya yangu yaendi. Mungu, familia yangu ni 1 2 3, lia na Mungu. Mungu ndio mganga pekee wa kuweza kuyatibu ya kwako. Lakini tusihahe na kuhangaika wakati fursa tunazo. Fursa tunazo. Swala la kufunga kwenye ibada hii linahitaji ucha Mungu na usiriasi. Hiyo Ramadhani ya lazima, na wengi huwa wanafeli na kushindwa. Hii kwa sababu ni sunna. Mtu asema si sunna, lakini sunna ndio inayokubeba. Sunna ndio inayokubeba. Katika hadithi al-Qudusi, namalizia katika hadithi al-Qudusi, mambo ambayo yanamfanya mja kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, yani wewe unakuwa karibu na Mungu, kama vile rais ya kuteua uwe karibu yake. Nadhani hata mtaani watakujua, ile utapita tu mtu akiniona nijua mimi, kwa sababu upo karibu na nani? Na rais. Kwa nafasi yake rais, na wewe upo karibu yake, basi unataka jamii ikuogope kama anavyoheshimiwa rais, kwa sababu tu uko karibu na nani? Na rais. Sasa katika hadithi al-Qudusi, nikisema hadithi al-Qudusi sio hadithi ya mtume. Hadithi al-Qudusi hayo maneno ya Mwenyezi Mungu. Anasema
vitu ambavyo vinampelekea unakuwa karibu naye sana. Jenga picha mtu amekuwa karibu na Mungu, akiyafanya hayo sana, anaweza akafikia kwenye daraja hilo la kuwa ukimchokoza mtu, umechokoza ugomvi na nani? Na Mwenyezi Mungu. Hakuna kilichokufikisha pale, si fitna za watu. Kama vile mwanadamu anavyofanya ili awe karibu na fulani, lazima atengeneze fitna, wale waonekane wabaya ndio waonekane mzuri. Hata kwa imamu, hata kwa mwenyekiti wa mtaa, watu wanayafanya hayo. Hao wanaitwa chawa, sijui wapambe na hivyo. Mpaka inafikia mahala watu wanasema mpambe ana nguvu kuliko mwenye nini? Mwenye mali. Lakini kwa Mwenyezi Mungu hakuna mpambe. Utakuwa direct wewe na Mungu kwa sababu ya kuyafanya haya ya sunna. Wewe wakati unatekeleza uelewi, lakini Mungu anakuwa na wewe, anakuangalia kwa jicho la pekee kwa kuyafanya ya sunna, ambayo yalimbeba Bilal ibn Rabaha, yalimbeba Abdullah. Mtume anakwenda anasikia nyayo pepuni, anashangaa nyayo za nani? Anakuja kuona kumbe ni huyo Abdullah. Anamuuliza, ni lipi ulilofanya limekufikisha hapa? Akasema ni ibada za sunna ambazo akichukua udhu, akiishia hapa anaongeza huku kidogo, na akishamaliza kuchukua udhu akai, akifika anaswali rakaateni za sunna kwa kuzipa nafasi na heshima. Imefikia mahala anaogelea pepuni. Mungu kampenda mpaka kafanya hivyo. Masahaba walitamani sana, akiwemo Omar, kwenda kumpata partner ya mpe siri ya kuwa yeye tayari kashaonekana peponi. Lakini wewe ukitaka kuwa karibu na fulani, utakwenda kwa waganga, utaroga ili nipendwe mimi, fulani achukie, na inafika mahala mpaka unaua ili ukae wewe, kama vile wewe hauwezi ukafa. Ndugu zangu Waislamu, na ninawakumbusha, ninarudia, tuyatumie vema masiku haya 10 kwa kufunga na kumuomba sana Mwenyezi Mungu kwa shida zetu. Sisi tuna maradhi, tuna wagonjwa, tuna shida mbalimbali. Tutumie fursa hizi ambazo mimi na wewe inawezekana mwakani tusifike tena. Mkasikia Sheikh Saleh, inna lillahi wa inna, ama wewe unanisikiliza, inna lillahi wa inna ilaihi. Kwa hiyo haya ndio maisha yetu. Maisha yetu yaendane na uhalisia. Maisha yetu yakumbuke baada ya maisha ya leo. Maisha yetu yabaki kwenye maumivu ya kuwa utakapoondoka unaondokaje. Unaweza ukakaa ukalia sana, lakini machozi yasikusaidie. Unaweza ukakaa ukatamani kuishi sana duniani, lakini pamoja na kuishi sana duniani, maisha yako ya kuishi milele yasikusaidie. Picha ndogo, wazee wangapi tunao mitani Waislamu hawataki kuswali. Kizee kina miaka 80 kimependwa na Mungu, lakini bado hajielewi. Kizee kina miaka 70 kimependwa na Mungu, lakini bado hakijielewi. Ukimwambia kuswali, kama vile umegombana naye, ambayo swala ndio ufungua kuingia wapi? Kama vile unavyoingia nyumbani kwako. Lakini mwanadamu anakereka na kukasirika kana kwamba anaenda kuchinjwa anapokwenda kufanya ibada. Kama mwanadamu anakereka anapoambiwa funga kwa ajili ya 1 2 3, anaacha chakula chake. Hapana. Miaka mingapi unakula huna ulichokipata zaidi ya pressure katika mwili wako? Miaka mingapi unakula zaidi ya vidonda vya tumbo vinakupa tabu kwenye mwili wako? Miaka mingapi unafanya hayo, lakini hakuna jema ambalo utasimama kwa Allah ukasema ili kwalo Mungu mimi ninatamba kwako lipi? Namalizia maneno ya Malenga, anasema inna lillahi ibadan futan talaqu dunya wa khaful fitan. Kwa Mwenyezi Mungu kuna waja wenye akili na wacha Mungu wema. Mcha Mungu anapatikana kwako na kwangu, wala si kwa malaika. Hawa talaqu dunya, wameiacha dunia, wa khaful fitan, wakaogopa fitna za dunia ambazo leo mwanadamu hawezi kuishi mpaka afanye fitina.
Mwenyezi Mungu tujalie kila la kheri na tulipe, na haya tuyasikiliza tuyafanyie kazi. Hakuna kilichowaliza maswahaba kama siku mtume katika ile hija ambayo ikaitwa hijjatul wadai, ambayo alisema la adri, mwaka ujao nitakuja kuhiji ama siji kuhiji, sielewi. Kwa hiyo litaakhudhu manasikakum, chukueni ibada zenu mzifanyazo kidhati kutoka kwangu kama nilivyowafundisha, sielewi kama mwaka ujao nitafika tena. Wakati ameongea maneno haya mtume, masahaba walipaza sauti wakilia, kila mmoja analia, anaona mtume anawabashiria kifo, mwakani hatofika, anakufa, na kweli hakufika, akafa. Na mimi ninasema tuyafanyie kazi haya, mimi na wewe hatujui kama mwakani tutafika tena. Mungu atulipe, Mwenyezi Mungu atujalie na tuyatekeleze haya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma rabbana arda an Abi Bakr as-Siddiq at-Taqi wa Umar al-Faruq an-Naqi wa Uthman adh-Nurayn zaki wa Ali wa fi radi wa ridan sahabati Allahi ajma'in wa at-tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma rabbana arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna. Allahumma rabbana a'izna bil Islam ya arhamar rahimin. Ya Rabbi islih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila nur ya arhamar rahimin. Ya Rabbi insul ikhwanana fi Filistin, ya Rabbi insul ikhwanana fi Filistin, ya Rabbi insul ikhwanana fi Filistin wa dammir a'da'aka wa a'da' al-islam fi kulli makan ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnauna wa aqimis salat.